mnajua kuna watu wanafikiri mapenzi yao ndio mapenzi ya Mungu. Wengine wanatueleza, wanatupatia lecture mrefu. Oh, mimi nilisema, sijui mimi nilisema, sijui mimi nilisema. Ile ulisema ni yako, lakini ile itafanyika ni mapenzi ya Mungu. Kwani kuna kiongozi anachaguliwa kwa makosa? Kuna kiongozi anachaguliwa kwa bahati mbaya? Kila kiongozi, Biblia inatuambia kila kiongozi ama uongozi uliopo umeruhusiwa na Mungu. Kwa hivyo hata uwe na ushawishi kiasi gani ama uwe na mambo kiasi gani, wewe hautaamua, ni Mungu ataamua. That is the truth as it is. So 2022 wengi hawakuamini inawezekana, lakini Mungu alipanga. 2027 Mungu atapanga vile mambo itakuwa. Ile mimi nawauliza wa Kenya, tuweke amani na tupige kura kwa pamoja. Hiyo ingine Mungu atapanga. Ni kweli ama si kweli? Si namna hiyo? Na mimi nataka niwahakikishie maombi yangu na ile bidii nitafanya kama kiongozi wa taifa hii ni kuhakikisha ya kwamba tunaondoa chuki, tunaondoa ukabila, tunawaweka Wakenya wote pamoja. Ndio sababu mimi niliunda serikali ya broad based, kuondoa ubaguzi, kuondoa chuki, kuondoa ukabila, tuweke Wakenya wote pamoja. Na ni maombi yangu na bidii yangu kwamba mwaka ujao sisi wote tutapiga kura kwa amani na tutapiga kura pamoja. Hata wale tulishindana na wao 2022, hii 2027 kwa mapenzi ya Mungu tutapiga kura pamoja. Ndio tulete taifa letu iwe moja. Na vile nilisema, kila kiongozi ambaye anatafuta uongozi ya MCA, ya mbunge, ya governor, ya senator, ya rais, kila kiongozi apimwe na track record yake na apimwe na kazi yake. Hata Biblia kwa Revelations 22:12 inasema, mimi nakuja na zawadi yangu nimebeba kumlipa kila mtu kulingana na kazi yake. Sijui kama tunakubaliana watu wa hapa Enosae na Makeyan. Mimi nauliza nyinyi, kiongozi anapimwa kwa sura ama kwa kazi? Si kiongozi anapimwa na ile kazi amefanya? Ama tunaelewana namna gani? Yes. Na ndio mimi nimesema mwaka ujao kila kiongozi apimwe na kazi yake. Yule wa kazi apimiwe kazi yake. Wa matusi atafutiwe kilo ya matusi apimiwe. Ule wa kuitana watu majina apimiwe yake ya kuitana majina. Ndio wananchi hao wa Kenya waamue. Ama namna gani jameni? Sijui kama tunakubaliana. Yeye mnasema kiongozi achaguliwe kwa sura ama kwa kazi? Kwa fitina ama kwa kazi? Kwa matusi ama kwa kazi? Si kila mtu apime na kazi yake? Yes. Na mimi sina taswishi. Kuna watu mamilioni, wakulima mamilioni leo wanapata fertilizer subsidized ya 2,500. Kuna Wakenya mamilioni leo ni beneficiaries wa SHA, wanalipiwa hospitali. Tuko na Wakenya mamilioni leo wanafurahia
ile affordable housing ambayo inaendelea, na vijana zaidi ya 1.8 ambao hawakuwa wanafanya kazi miaka 3 iliyopita, leo wanafanya kazi kwa affordable housing, kwa market, kwa hostels. Hawa vijana watahesabika kwamba ni kazi ambayo wanafanya na ni Kenya inasonga mbele. So every leader must be measured by their track record and kwa ile kazi wamefanya.